Rais, umetuambia safari ya Singapore, na sababu wengi pia wanachanganyikiwa. Hata nimesikia juzi mzee mwingine alikuwa Chief Justice akisema ati hatuwezi kufika Singapore, na akasema hawa Wakenya wote huwezi kusanya upeleke Singapore. Nataka nielezee yule mzee, rais hakusema Wakenya wahame waende Singapore. Singapore is figurative language. It is figurative language of the dream and aspiration that Your Excellency, which you have a strong conviction that it is possible within our lifetime to move our country from a third world to a first world country. And I want to say that that strong conviction coming from you as our president, as our leader in Kenya, is a great inspiration to the people of Kenya and to other leaders. I want to join my brother Aaron, who has told you, listen not to the naysayers. Usisikize wale ambao wanasema haiwezekani Mheshimiwa Rais. Sababu ukisikiza kama huyo mzee anafikiria safari ya kwenda Singapore ni watu wahame Kenya waende Singapore. Haelewi ni ile manyumba ulisema ijengwe, affordable housing iendelee kujengwa. Wananchi wa Baringo hivyo umefanya hapa Kabarnet leo, wafunguliwe miradi ya stima, wawe na stima. Hawaelewi ni ile barabara ulianzisha juzi ya Rironi Mau Summit kwenda mpaka Malaba ifunguliwe, ipanuliwe ili usafiri uwe bora zaidi na uchumi wa nchi yetu uweze kupanuka. Your Excellency, pia wengi wakati wa campaign ulituambia na tukaandika manifesto ya chama cha UDA na Kenya Kwanza, na ukatuambia ile manifesto sio gazeti ya kusoma alafu ingie kwa butchery ikafunge nyama. Ukatuambia ile manifesto ilikuwa ni mpango wa kazi. Wengi ikiwemo wengine ambao tulifanya campaign na wao ndani ya Kenya Kwanza hawakusoma ile manifesto, hawakuielewa. Hawakusoma hata page 10 ya manifesto ya Kenya Kwanza, ambayo ilisema na ikaandikwa kwa maandishi ya kuwa tutaunda hazina maalum kupitia pesa ambazo tutakusanya kwa kuuza hisa kwa kampuni za serikali, ili tupunguze ule uzito ambao umekuwa wa kuomba pesa ya kazi ya maendeleo. And Your Excellency, because as I've said, many people never read our manifesto. Because when we spoke about a bottom-up economic transformation agenda, they assumed it was campaign sloganeering. In that manifesto of bottom-up or bitter, page 10 of our manifesto, we indicated in black and white that we shall establish an infrastructure fund that will help us to leverage on private capital to be able to develop our country without burdening our people with more taxes or borrowing more, increasing our public debt, Your Excellency. And because many, even some who campaigned with us, never bothered to read that manifesto and never internalized it, today they are the ones leading in criticizing the conviction that you have that it is possible to move our country from a third world to a first world country. Your Excellency, I want to encourage you. Usisikize hizo kelele. Continue with your conviction and continue being focused. Angalia mbele, endelea kuangalia mbele. Vile uliangalia mbele miaka mitatu iliyopita, ukituambia tuweke hazina ya affordable housing, ya housing levy ambayo inatusaidia kujenga masoko ya mama mboga hao ambao wako hapa na wengine. Hazina ambayo leo inatusaidia kujengea watoto wetu manyumba ya hostels kwa vyuo vikuu, TVETs na colleges zetu. Hazina ambayo Mheshimiwa Rais inaboresha mambo ya kuleta ajira kwa vijana wetu Kenya hii ya leo. Miaka miwili ilipita wakati ulianzisha mambo ya SHA or Social Health Insurance Fund and universal health coverage. Many people told us that this SHA was never going to work. Today, all around the country, Kenyans can testify as to how SHA is helping poor families
to get their hospital bills taken care of, and to have universal health coverage for millions of people across the country. That Your Excellency, juzi na tuko na balozi wetu wa Marekani hapa, Mheshimiwa Kering, Ambassador Kering. Juzi umeenda Marekani, serikali ya Rais Trump, serikali ya huko Marekani, wame-recognize how well SHA is working and the proper governance structures that are there in SHA, and say they will no longer channel money through third parties, that they will give us support for healthcare through SHA because we have systems that are working. Your Excellency, endelea na kazi yako, usisikize kelele. Wale wa kelele tuachie. Vile nimesikia hapa viongozi wakisema ni kama ukweli tukifika 2027 hawa watu wa kelele watakuwa wamenyamaza. Sasa sijui competition itakuwa wapi. Mimi nikiangalia naona competition itakuwa sisi watu wa Mount Kenya tukishindana na wale watu wa ODM ambao wamesema wako ndani ya serikali ya broad base mpaka 2027, na wamesema wanapanga chama chao ili wakuje watafute nafasi zaidi kwa serikali yako Mheshimiwa Rais ya tutam. Mimi nataka niwaambie sisi watu wa mlima tuko chonjo. Tunawaangalia na tunajipanga ndani ya chama cha UDA. Ile nafasi tuko nayo kwa hii serikali hatuwezi kuachilia hata kidogo. Tutakuamilia hapo kwa UDA. Tutakuamilia kuhakikisha kura mingi zaidi za tamu yako ya pili zimetoka mlima Kenya, ili Opiyo Wandayi na ODM wakija wapate tumekaa pale. Lakini najua Kenya ni kubwa, serikali ni kubwa, tutatoshea wote. Sasa mimi naona mashindano yako rais itakuwa ni competition ya sections za nchi na vyama, ni nani ama ni area gani itakupea kura zaidi ya wengine. Nyinyi Baringo mnaona kama mtatushinda Kiambu? Mnaona kama mtatushinda? Mtatushinda kweli? Mtatushinda? Unajua rais alikuwa Kiambu Sunday na tulimwambia ile majina mingi amebandikwa, alikubali yote. Si alimekubali yote? Na unasikia anakubali moja wanapotea. Ile tumemwambia akubali, amebandikwa na watu ya Kiambu ni William Samoei Arap Tutam Ruto. Sio Arap Tutam. Simajua Arap Tutam. Hiyo rais tukubali, aikubali, na hiyo asiachilie mpaka 2027, si ndio? Na mimi niwaambie, niwaahidi Kiambu tutawashinda 2027. Watu ya Baringo mkae chonjo, mko chonjo? Mko tutam? Hebu nione tutam ya Baringo. Asanteni, Mungu awabariki.